topisha kwamba ninyi hatutaki muingie, ila wakuu wa malango katika ulimwengu wa giza ambao ndio walikuwa na miliki ile lango walitoa taarifa kwa mfalme kwamba alo, tumevamiwa. Kuna watu wameingia kwenye mji na hao watu wako kwenye mji, kwenye lango la mtu fulani ambaye ni Rahabu. Akaenda mfalme, wakaenda kuwatafuta watu. Kuna watu wameingia kwenye nchi. Nini kimetoa taarifa? Wakuu wa malango. Okay, na kurudisha kwa waganga kienyeji. Wale ambao mmewahi kwenda kwa waganga kienyeji, unafika kwa mganga, kabla hujamweleza shida yako anakwambia shida zako. Amejuaje? Ukishaingia kwenye lango umeingia kwenye utawala. Ukishaingia kwenye utawala uko chini ya utawala. Ukishaingia chini ya utawala unaongoza na utawala. Anayemiliki anapata taarifa, kwa analetewa taarifa na walinzi wake yale malango kwamba aro, hapa kuna mtu ameingia, yuko hivi, yupo hivi na yupo hivi. Angalia kwenye masoko, utaingia kwenye soko na mtaji, afu unatoka kwenye soko na madeni. Fuatilia wenzako wote wanakausha damu. Imekujaje? Wamiliki, umeingiaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakutazamisha kwa ukuu wa Uajemi waliozuia maombi ya nani? Ya Danieli. Na nikaja mpaka nikamwambia stori za hawa wakuu wa malango. Unapoomba usijiombee tu peke yako, ombea na malango unayoishi, kwa sababu usipomiliki malango kiroho, adui atamiliki malango kiroho. Anayemiliki malango ndiyo mwenye sauti. Ukiona kwenye malango fulani kuna